majina naitwa Abubakar Mohamed Musa. Leo tarehe 21 mwezi wa 12 2025 tumewaita wajasiriamali wote wa jimbo la Mtoni. Zaidi ya wananchi 1000 wako hapa katika ukumbi wa Hassan Mwinyi Bububu Skuli kwa ajili ya kuja kupata ABCD namna gani ya kuweza kusajili vikundi vyao kwa wale ambao hawajasajili, lakini pia namna gani ya kuweza kupata mikopo hii ambayo imetangazwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ili waweze kufaidika na mikopo hiyo, lakini pia waweze kujikwamua na umaskini. Na leo hii tumekutana hapa kupitia ahadi zangu nilizozitoa kipindi cha kampeni nilipokuwa nazungukia mtaa kwa mtaa, nyumba. Mimi mwanzo nilitegemea watu kama 800, lakini ukiangalia kuna watu zaidi ya 1200 humo ndani au zaidi. Kwa hiyo imenipa faraja na inaonesha kwamba wananchi wangu wanaonesha wako pamoja na mimi, na vile vile wako tayari kushirikiana na wenzao au kushirikiana na uongozi wa jimbo kuhakikisha kwamba tunapiga hatua siku baada ya siku na kuhakikisha tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais katika suala la kutokomeza umaskini ndani ya Zanzibar yetu. Kwa jina naitwa Hassan Ali Mbaruku, na afisa ushirika katika Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Katika mada niliyowasilisha kwenye kongamano la wajasiriamali, ina maana ya mashirikiano ya pamoja kuona uwezekano wa kufikia malengo ya Mheshimiwa mbunge katika jimbo lake la kuleta maendeleo, na haiwezekani kwamba hajafanya hivyo kwa sababu ya utekelezaji wa mpango mkuu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambao kila kiongozi anapaswa kuwajibika kuona kitu gani wananchi wake atawafanyia au fursa gani zitakazokuwa zinaonekana ziwafikie wananchi kwa ajili ya kujikomboa, kwa ajili ya kujiajiri, kwa ajili ya kushirikiana kuleta maendeleo ya nchi. Nilizungumza masuala haya kwa sababu ushirika ni chanzo cha kushirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kuleta maendeleo, na maendeleo ambayo kama watakuwa wamepata mada vizuri, natarajia matokeo yake yataonekana baada ya kuwepo vikundi vya ushirika vinavyojiwezesha, vilivyopata fursa mbalimbali kwa ajili ya rasilimali zao walizokuwa wanazo kuweza kuzitumia na kuweza kuleta mabadiliko ya kiuchumi. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Juma Maabadi Ahmed, natokea Wakala Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar, nikiwa ni mkuu wa idara ya mitaji au kwa sehemu nyingine ni afisa mkuu mikopo. Kwa hiyo sisi Wakala Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, jukumu letu ni kuratibu masuala yote ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo hiyo sehemu ya mikopo. Kwa hiyo katika sehemu ya mikopo kuna mambo mbalimbali yanafanyika, hasa kukabiliana na hii changamoto ya mitaji kwa wajasiriamali yetu, ambao sehemu kubwa ni hiyo, kuwapatia taaluma kwanza, mafunzo kwanza, kuzielewa hizi fursa, kwa sababu wengi wana changamoto hiyo lakini hawazielewi hizi fursa au mikopo inapatikana wapi, inatolewa kwa taratibu gani. Kwa kupitia hii warsha tunaoshirikiana na Mheshimiwa mbunge itaibua wananchi walio wengi na kuweza kuzitatua hizo changamoto katika tasnia hiyo ya mitaji. Kwa hiyo hii itatuwezesha kuzifikia katika wale wananchi walioko katika shehia. Kwa hiyo maeneo ya wale wananchi ambao hawana taarifa hii kuwepo kwa fursa za mikopo. Kwa hiyo hii imetusaidia kuwafikia wananchi walio wengi zaidi, na tunashukuru kwamba mikopo inatoka na tayari inaendelea kutoka. Kwa hiyo ni wananchi juu ya kuweza kuzikimbilia hizi fursa za mitaji. Kwa hiyo changamoto hazimalizi. Kwa hiyo changamoto tunaendelea kuzitatua siku hadi siku, vile vile kuwasaidia wale wajasiriamali kukabiliana na masuala mazima ya elimu. Wajasiriamali hawana elimu ya ukopaji, hawana. Kwa hiyo ni juu yetu Wakala Uwezeshaji kuweza kuwapa hii elimu na mwisho wa siku kuwapatia hii mitaji ili waweze kulipa kwa wakati, wafaidiki walio wengi zaidi Unguja na Pemba. Mimi kwanza nasema kama nilivyoeleza, namshukuru mheshimiwa wetu mbunge kwa sababu yeye ndiye aliyotuamsha, kwa sababu sisi tulianza kukopa mikopo, tuliomba mikopo kwa nyuma CRB. Kusema kweli miaka mingi hatukupata. Tumejaza fomu, tumeenda benki, tumezungushwa sana, lakini kutokea changamoto za huyu mheshimiwa tumepata mkopo. Mimi nimepata 500,000.
Nimeanzia biashara kwa sababu lakini hazinitoshelezi, lakini nimesema nitaanzia kwa vile ndio nilichopata. Kwa sababu mimi ni mfanya biashara na kijisehemu changu, kiduka changu. Lakini hapa mwanzo leo hata kusafiri, nishaenda Dubai, nishaenda India. Lakini sasa kutokana na hali, changamoto za biashara, mfuko mdogo huo huko, nimekufa biashara. Kwa maana ndio nikawa naomba mikopo ili labda nitarudi katika ile hali. Lakini baadaye nimeambulia 500,000. 500,000 nimetoa biashara vidogo nimetoa katika mimi. Lakini tulikuwa tunaomba tuwezeshwe. Yaani tupewe mikopo ambayo inastahili zile biashara. Kwa sababu kama mama nikipewa 500,000 hazinitoshelezi kibiashara. Na wengine wanasema zile 500,000. Tukimaliza ambio ama tutapewa nyingine ama hatupewi. Ama tutazidishiwa ama haturejeshiwi. Kwa hiyo hakika hatuna. Walikuwa naomba mikopo tuzidishiwe. Halafu pia tuna vikundi vya jasiriamali na wao pia waonekane kama walivyoeleza wale wakala. Kama watakuja kwenye vikundi ile naomba lifanyike na hiyo labda haraka ili watoe watu changamoto zao, kila mmoja ajieleze biashara anofanya na wapate mikopo. Kwa jina naitwa Time Haji Simai. Mimi ni Time Haji Simai, mjasiri wa mali, mvuvi wa kombe. Mvuvi wa kombe na miaka 11 navua kombe. Kwa hiyo ilikuwa tunapelekwa na maboti ya watu tu ya binafsi. Lakini mpaka sasa hivi huu ni mwezi wa 5 tumepewa chombo chetu cha wavuvi wa kombe. Lakini sasa chombo hiki hakina kifaa chochote isipokuwa tunajichangia sisi wenyewe, tunapelekwa na nahodha tukirejeshwa. Inabidi tunaomba msaada, tusaidiwe vifaa vya uvuvi sisi wavuvi wa kombe, wajasiriamali, na chombo kiko hapo mtoni kwa kisasi, hapo ndo kilipo hicho chombo. Leo zangu mimi washaenda baharini, lakini mimi sijaenda leo kwa sababu nilisikia kuna jasiriamali, ndio maana nikaja kuja kusikiliza utaratibu. Kwa maana hiyo tunaomba chombo chetu tusaidiwe kutokana na vifaa, na sisi vile vile tuzidi kuendelea na ujasiri wetu wa mali.